Ujambo, habari za kushinda. Karibu katika taarifa yetu ya habari na uchambuzi wa mchana wa leo, ambapo tunakuletea matukio muhimu yanayoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika toleo letu ya leo tutaangazia hali ya usalama inayozidi kuwa mbaya katika wilaya ya Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini, ambako wananchi kadhaa wakiwemo wakulima, waendesha pikipiki na wasafiri wametekwa nyara na watu wenye silaha kwenye barabara ya Kibirizi Rwindi. Tutachambua sababu zinazochochea ongezeko la matukio ya utekaji, athari zake kwa usalama wa raia na shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Pia tutaelekea katika mji wa Musoshi Sodimiko Kasumbalesa mkoani Okatanga, ambako maandamano ya wananchi waliokuwa wakidai kurejeshewa huduma ya umeme yamegeuka vurugu na kusababisha watu kadhaa kujeruhiwa na risasi. Tutafanya uchambuzi wa kina kuhusu namna ukosefu wa huduma za msingi unavyoweza kuzua mgogoro ya kijamii, athari zake kwa uchumi na umuhimu wa majadiliano kati ya wananchi na mamlaka husika. Hayo ni baadhi ya mada tutakazo kuletea, tukikupatia si tu taarifa ya matukio bali pia uchambuzi wa kina unaokusaidia kuelewa chanzo, muktadha wa athari wa kila tukio. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi hadi mwisho wa kipindi hichi cha habari na uchambuzi wa mchana wa leo. Tuanze na habari kutoka mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini, huku matukio ya utekaji ya raia yakizidi kuwatia hofu wakazi wa eneo hilo. Wakulima, wasafiri pamoja na waendesha pikipiki wamekuwa miongoni mwa waathirika wa matukio hayo yanayohusishwa na watu wenye silaha. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, tukio la hivi karibuni limetokea kwenye barabara inayounganisha Kibirizi na Rwindi, ambako waendesha pikipiki watatu waliokuwa wakisafirisha abiria walivamiwa na watu wenye silaha. Baada ya kuzuiwa njiani, walitekwa pamoja na abiria wao na kupelekwa misituni katika eneo lisilojulikana. Watekaji hao hawakuishia njiani pekee. Walipoendelea na harakati zao, walivamia pia mashamba yaliyopo katika eneo la Kaina karibu na Kibirizi na kuwateka wakulima waliokuwa wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Tukio hilo limeongeza hofu miongoni mwa wananchi ambao wamekuwa wakikabiliwa na mazingira magumu ya kiusalama kwa miezi kadhaa sasa. Hata hivyo, taarifa zilizopatikana zinaeleza kuwa baadhi ya mateka walifanikiwa kupata uhuru. Watu wawili waliofanikiwa kutoroka kutoka mikononi mwa watekaji, huku wengine wawili wakiachiwa uhuru baada ya familia zao kulipa fedha za ukombozi. Licha ya maendeleo hayo, bado kuna idadi isiyojulikana ya watu wanaoendelea kushikiliwa mateka porini. Matukio haya yanaonyesha kuendelea kuenea kwa uhalifu wa utekaji kwa lengo la kudai fidia katika maeneo ya Kibirizi na vijiji vinavyozunguka. Wakazi wanasema matukio ya aina hii yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni, jambo linalowalazimu kuishi kwa hofu na hata kushindwa kwenda mashambani au kusafiri kwa uhuru. Wananchi wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka husika na wadau wa usalama kuchukua hatua za haraka ili kurudisha amani na kuwalinda raia dhidi ya vitendo vya utekaji vinavyoendelea kuhatarisha maisha na shughuli za kiuchumi katika sehemu hiyo ya wilaya ya Rutshuru. Hadi sasa idadi kamili ya waliotekwa bado haijajulikana rasmi, huku juhudi za kuwatafuta na kuwaokoa waliobaki zikiendelea. Wakati huo huo, familia za waathirika zinaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi wakisubiri habari kuhusu hatima ya wapendwa wao. Habari inaonyesha kuwa changamoto za usalama katika wilaya ya Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini haijaisha bali inaendelea kuchukua sura mpya. Utekaji wa watu barabarani na mashambani unaashiria kwamba makundi yenye silaha yana uwezo wa kufanya operation zake katika maeneo ambayo wananchi wanapaswa kuwa salama. Tukio hili si tu la mtu mmoja bali linaathiri jamii nzima, kwa sababu linalenga watu wanaotegemewa katika shughuli za kila siku za kiuchumi. Jambo la kwanza linalojitokeza ni kwamba walengwa wa utekaji ni wananchi wa kawaida. Waendesha pikipiki ni kiungo muhimu cha usafiri vijijini, huku wakulima wakiwa msingi wa uzalishaji wa chakula. Kuwateka watu kama hawa kuna maanisha kuathiri moja kwa moja mzunguko wa uchumi wa eneo hilo. Ikiwa wakulima hawaendi mashambani kwa hofu ya kutekwa, uzalishaji wa chakula utapungua na hali ya maisha itazidi kuwa mbaya zaidi. Pili, habari hii inaonyesha kuwa utekaji huu unaonekana kama biashara kupata fedha kupitia fidia.
Taarifa zinasema kwamba baadhi ya mateka wameachiwa baada ya ndugu zao kulipa fedha. Inaashiria kuwa watekaji wanatumia hofu kama chanzo cha mapato. Hali hii ni hatari kwa sababu kadri fidia zinavyoendelea kulipwa ndivyo makundi ya uhalifu yanavyoendelea na mtindo huo wa uhalifu. Jambo jingine la kuzingatia ni eneo linalotajwa. Barabara ya Kibirizi Rwindi ni njia muhimu inayounganisha wakazi na masoko pamoja na huduma mbalimbali. Endapo usalama wa barabara hiyo utaendelea kuzorota, biashara, usafirishaji wa bidhaa na huduma za kijamii vitaathirika zaidi. Wafanyabiashara wanaweza kusita kusafirisha bidhaa zao, hali itakayoweza kusababisha upungufu wa bidhaa na kupanda kwa bei ya chakula katika baadhi ya maeneo. Habari inaeleza kuwa baadhi ya mateka walifanikiwa kutoroka. Hali hii inaonyesha kuwa licha ya nguvu za watekaji, bado kuna uwezekano wa baadhi ya waathirika kujiokoa. Hata hivyo, ukweli kwamba idadi ya waliobaki mikononi mwa watekaji haijulikani inaonyesha ukosefu wa taarifa sahihi na ugumu wa kufuatilia matukio katika maeneo yenye changamoto za kiusalama. Habari pia inaibua maswali kuhusu ufanisi wa ulinzi katika maeneo hayo. Ikiwa watu wenye silaha wanaweza kuzuiwa kusafiri mchana au wakati wa shughuli za kawaida na kuwapeleka msituni bila kuzuiwa, inaonyesha kuwa kuna changamoto katika uwezo wa kuhakikisha usalama wa raia na njia kuu za usafiri. Hata hivyo, kutokana na taarifa iliyotolewa, haiwezekani kuhitimisha sababu za hali hiyo au kuwajibisha upande fulani bila ushahidi wa ziada. Kwa mtazamo wa kijamii, matukio ya utekaji huacha athari kubwa za kisaikolojia. Wananchi wanaishi kwa hofu, watoto wanaweza kushindwa kwenda shule kwa uhuru na familia hulazimika kuuza mali zao au kukopa fedha ili kulipa fidia za kuokoa ndugu zao. Matokeo yake ni kuongezeka kwa umaskini na kuzofika kwa mshikamano wa kijamii. Tukio hili linaonyesha kuwa kurejesha usalama katika eneo la Rutshuru kunahitaji hatua madhubuti za kulinda raia na kuhakikisha njia za usafiri pamoja na maeneo ya kilimo zinakuwa salama. Wakati huo ni muhimu mamlaka husika zifanye uchunguzi wa kina kuhusu matukio haya, kuimarisha ulinzi wa wananchi na kushughulikia mitindo ya utekaji kwa mujibu wa sheria. Kwa msingi wa taarifa zilizopo, bado hakuna maelezo ya kutosha kuhusu utambulisho wa watekaji au hatua rasmi zitakazochukuliwa baada ya tukio. Hivyo uchunguzi unaoendelea utakuwa muhimu ili kutoa picha kamili ya hali ilivyo. Tubaki tu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tuelekee huko katika mkoa wa Okatanga ambako watu kadhaa wamejeruhiwa kwa risasi kufuatia maandamano yaliyofanyika Jumatano tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026 katika mji wa migodi wa Musoshi Sodimiko iliyopo huko Kasumbalesa, takriban kilomita 90 yani 90 kutoka mji wa Lubumbashi katika mkoa wa Okatanga. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na mashirika ya kiraia eneo hilo, maandamano hayo yaliandaliwa na wakazi waliokuwa wakipinga kukosekana kwa huduma za umeme kwa zaidi ya miezi 6. Wananchi wanasema kukosekana kwa umeme kumeathiri kwa kiasi kikubwa maisha yao ya kila siku, shughuli za biashara pamoja na maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika eneo hilo. Katika kuonyesha kutoridhishwa kwao, waandamanaji waliweka vizuizi barabarani na kuchoma matairi kwenye barabara kuu inayopita Musoshi Sodimiko, hatua iliyosababisha usumbufu mkubwa wa shughuli za wasafirishaji wa biashara, hasa kutokana na umuhimu wa Kasumbalesa kama eneo la mpakani inayounganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Mashuhuda mbalimbali wanasema vikosi vya polisi vilifika eneo la tukio kwa lengo la kuondoa vizuizi na kurejesha hali ya kawaida. Hata hivyo, wakati wa operation hiyo, polisi ilidaiwa kutumia silaha za moto kuwatawanya waandamanaji, jambo lililosababisha vijana kadhaa kujeruhiwa kwa risasi. Hadi sasa mamlaka za eneo hilo bado halijatoa idadi rasmi ya waliojeruhiwa wala maelezo ya kina kuhusu mazingira yaliyosababisha matumizi ya nguvu hizo. Ukimya huo umeacha maswali mengi miongoni mwa wananchi kuhusu kilichotokea na hatua zitakazochukuliwa
kufuatia tukio hilo. Kwa upande wao, wakazi wa Musoshi Sodimiko wanaendelea kuitaka serikali kuchukua hatua za haraka kurejesha huduma za umeme ambayo imekosekana kwa muda mrefu. Wanasema kurejeshwa kwa umeme ni hatua muhimu ya kufufua shughuli za uchumi, kuboresha huduma za kijamii na kupunguza hali ya sintofahamu ambayo inaendelea kushuhudiwa katika eneo hilo. Tukio hili linaonyesha jinsi changamoto za upatikanaji wa huduma za msingi zinavyoweza kusababisha mvutano kati ya wananchi na vyombo vya dola, huku wengi wakisubiri majibu ya mamlaka kuhusu sababu za matumizi ya risasi za moto na hatua zitakazochukuliwa kuhakikisha usalama ya utulivu inarejea. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuongelee kwanza tukio hili. Tukio la maandamano yaligeuka vurugu katika mji wa Musoshi Sodimiko Kasumbalesa, yalionyesha jinsi ukosefu wa huduma za msingi unavyoweza kusababisha mvutano mkubwa kati ya wananchi na mamlaka za dola. Chanzo cha maandamano akikuwa swala la kisiasa, bali ni malalamiko ya wakazi kuhusu kukosekana kwa umeme kwa zaidi ya miezi 6, hali ambayo imeathiri maisha yao ya kila siku, yani imeathiri maisha ya wananchi ya kila siku na shughuli za kiuchumi. Kukosekana kwa umeme kwa kipindi kirefu katika eneo la migodi kuna athari kubwa zaidi kuliko maeneo mengine. Umeme ni nguzo muhimu ya shughuli za uzalishaji, biashara ndogo ndogo, huduma za afya, elimu na uhifadhi wa bidhaa. Kwa hiyo maandamano yanaweza kueleweka kama ishara ya kuchoshwa na hali iliyodumu kwa muda mrefu baada ya tukio la ghafla. Uamuzi wa waandamanaji kuweka vizuizi barabarani na kuchoma matairi uliongeza uzito wa mgogoro huo. Barabara ya Kasumbalesa ni njia muhimu ya biashara inayounganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Kusitishwa kwa shughuli katika eneo hilo kunaweza kuathiri biashara za mpakani, usafirishaji wa bidhaa na mapato ya wafanyabiashara yanayotegemea njia hiyo kila siku. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, polisi waliingilia kati ili kurejesha hali ya kawaida. Hata hivyo wamedai kwamba risasi za moto zilitumika kuwatawanya waandamanaji. Yamezua maswali muhimu kuhusu namna nguvu ilivyotumika. Kwa sasa taarifa zilizotolewa hazijumuishi maelezo rasmi kutoka kwa mamlaka kuhusu mazingira yaliyosababisha matumizi ya risasi za moto. Hata hivyo, ni muhimu kusubiri matokeo ya uchunguzi rasmi kabla ya kufikia hitimisho kuhusu uhalali au uwajibikaji wa hatua zilizochukuliwa. Kutokuwepo kwa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliojeruhiwa pia kinaonyesha changamoto ya mawasiliano wakati wa matukio ya dharura. Katika mazingira kama haya, ukosefu wa taarifa za haraka unaweza kuongeza uvumi, hofu ya kutoaminiana kati ya wananchi na taasisi za serikali. Kwa mtazamo mpana, tukio hili linafundisha kwamba changamoto za huduma za msingi zinaweza kugeuka kuwa changamoto za usalama ikiwa hazitapatiwa ufumbuzi kwa wakati. Wananchi wanapohisi malalamiko yao hayapatiwi majibu kwa muda mrefu, uwezekano wa maandamano na migogoro inaweza kuongezeka. Tukio hili linaonyesha umuhimu wa mazungumzo kati ya serikali, kampuni zinazohusika na huduma za umeme na jamii. Kupatikana kwa suluhisho la kudumu kunahitaji zaidi kurejesha umeme. Kunahitaji pia kujenga upya imani ya wananchi kwa kuhakikisha huduma za msingi zinapatikana kwa uhakika na kwamba malalamiko yao yanasikilizwa kwa wakati. Kwa kuzingatia taarifa zilizopo, kiini cha mgogoro huu ni ukosefu wa huduma za umeme uliodumu kwa muda mrefu na athari zake kwa maisha ya wananchi. Madai ya matumizi ya risasi za moto dhidi ya waandamanaji ni swala nzito linalohitaji uchunguzi wa wazi, uhuru na wa haraka ili kubaini kilichotokea na kuhakikisha uwajibikaji ikiwa kutabainika kuwa kulikuwa na matumizi yasiyofaa ya nguvu. Wakati huo, mamlaka zinapaswa kutoa taarifa rasmi kwa umma na kuhakikisha juhudi za kurejesha huduma ya umeme ili kupunguza mvutano na kuzuia matukio kama hayo yasijirudie. Asante sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi paka mwisho wa habari zetu za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2026. Lakini kabla hatujaenda mbali, acha nikukumbushe kwamba katika eneo za nyanda za juu za Fizi kulikuwa na mapigano makali katika eneo la Minembwe kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoungwa mkono na makundi ya kujitolea wanaojulikana kama wazalendo, wakipambana na makundi ya waasi wa Twirwaneho Red Tabara wanaoungwa mkono na jeshi au waasi wa AFC
AFC M23. Mapigano hayo yalidumu kwa siku mengi kabisa, lakini kwa sasa wanajeshi wote wa Twirwaneho Tabara wamerudia ndani ya mji wa Minembwe, yani ndani ya Minembwe Centre, baada ya kupelekewa pressure na wanajeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaoungwa mkono na wazalendo. Kwa sasa jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na makundi ya wazalendo weko katika eneo ya juu, yani kwenye mlima, yani pale wanaona kila hatua itakayochukuliwa na adui, yani wanawatazamia juu, yani pale hakuna jinsi adui ajitokeze na kuelekea sehemu nyingine, au hakuna hatua itakayochukuliwa na adui isiyoonekana na jeshi la serikali kwa sasa. Yani Minembwe iko chini, wazalendo na jeshi la serikali FARDC weko juu kwenye mlima wakiwatizamia kuwa chini. Asante mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Jina langu ni Idi George, nikiendelea kutangazia kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Basi kama itakuwa ni mara yako kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Basi tukutane katika taarifa zetu za kesho asubuhi saa 11 na dakika 45. Asante.